Viongozi wa dini zote lazima wasimame kwenye nafasi yao. Sababu ni nini ya kutokea haya? Tumepoteza wapendwa wetu, ndugu zetu, rafiki zetu katika masiku yale. Kwa hiyo kulindwa, kutetewa, kuhifadhiwa mali ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Kilio kikuu kwetu sisi kama Watanzania ni kuguswa vibaya mwanadamu aliyetakiwa kulindwa. Kuna watu wamekufa na kuna watu wamepata vilema, lakini na mali za watu zimepotea. Hakuna dogo la kulifumbia macho katika haya. Kitaalamu, linapotokea tatizo mahala, kwa wale watu wenye uwezo wa kufikiri, wanatakiwa watulize vichwa, watumie kipaji na nafasi aliyowapa Mungu kuvuta na kusafirisha akili. Haya yametokea sababu nini? Ili siku nyingine yasije yakatokea tena. Afya za baadhi ya ndugu zetu na rafiki zetu, wengine hawakufa, lakini wamepata matatizo ambayo yawezekana itawachukua muda kurudi katika hali iliyokuwa njema, na bali yawezekana wengine wakapata vilema vya kudumu. Siku zilikuwa ngumu za kukumbukwa kihistoria katika taifa la Tanzania. Tunatamani kuliomba Baraza la Maaskofu lisimame katika nafasi yao ya kushirikiana na serikali, kwa sababu raia wanaokwenda barabarani sehemu ni raia wa kwao, sababu ni waumini kanisani. Wanapata maelekezo kanisani, wanapata maelekezo msikitini. Kwa hiyo viongozi wa dini zote lazima wasimame kwenye nafasi yao. Lile linaloashiria amani waliunge mkono, na lile ambalo haliashiria amani walipinge na kuwaelekeza watu wao. Natamani ujumbe wangu huu ufike ukiwa maridhawa na kugusa jamii kwa malengo ya kitaifa. Ujumbe ambao natamani niseme na kada 4. Natamani nizungumze na wananchi kama wananchi. Natamani nizungumze na wanasiasa. Natamani nizungumze na serikali. Lakini ifike mahala tuzungumze na viongozi wa dini. Yapo ya kuwahusu wananchi kwa nafasi zao kama wananchi wa taifa hili. Yapo yale ambayo tuzungumze nayo yanayohusu serikali. Yapo yale ambayo yanawahusu wanasiasa. Lakini pia sisi viongozi wa dini. Na hii ni kutokana na kile kilichotokea katika ardhi ya Tanzania tarehe 29 na siku 2 za mbele, tukiwa katikati ya harakati na michakato ya uchaguzi. Hali katika taifa letu ilibadilika ghafla. Tumepoteza wapendwa wetu, ndugu zetu, rafiki zetu katika masiku yale. Lakini pia tumepoteza afya za baadhi ya ndugu zetu na rafiki zetu. Wengine hawakufa, lakini wamepata matatizo ambayo yawezekana itawachukua muda kurudi katika hali iliyokuwa njema, na bali yawezekana wengine wakapata vilema vya kudumu. Siku zilikuwa ngumu za kukumbukwa kihistoria katika taifa la Tanzania. Tuna kila sababu kama Watanzania, kwanza kabla ya kusema chochote, tupeane pole kila mmoja kwa nafasi yake.
Sisi kama viongozi wa dini tunasema sheria ya dini imekuja kulenga maeneo makuu matano. Sheria za dini kwa upande wetu kama Waislamu: kwanza, hifdhu dini min daruriyati lislami, kulindwa dini yetu ni katika vitu lazima. Kwa mujibu wa Uislamu lazima dini ilindwe, itetewe, ni jambo la kwanza. Lakini sheria za dini hii ya Uislamu pia lengo la pili, kumlinda mwanadamu, hifdhu nafsi min daruriyati lislam, kumlinda mwanadamu ni katika vitu vya lazima. Mwanadamu lazima alindwe. Lakini tatu, hifdhu almali min daruriyati alislam, unapoilinda dini ukamlinda na kumchunga mwanadamu anayekwenda kwenye dini, basi tatu, ilindwe mali yake. Kwa hiyo kulindwa, kutetewa, kuhifadhiwa mali ni katika vitu vya lazima katika Uislamu. Sasa shida yetu ipo katika maeneo mawili makuu. Ndio maana tukawaomba wanahabari tukutane kidogo tuseme na Watanzania. Mwanadamu ambaye anatakiwa alindwe amepata shida, amepoteza maisha, amepata kilema, amepata. Lakini dini wakati inalazimisha mali ya mwanadamu ilindwe, kuna watu wamepoteza mali. Kwa hiyo kilio kikuu kwetu sisi kama Watanzania ni kuguswa vibaya mwanadamu aliyetakiwa kulindwa. Kuna watu wamekufa na kuna watu wamepata vilema, lakini na mali za watu zimepotea. Hakuna dogo la kulifumbia macho katika haya. Kitaalamu, linapotokea tatizo mahala, kwa wale watu wenye uwezo wa kufikiri, wanatakiwa watulize vichwa, watumie kipaji na nafasi aliyowapa Mungu kuvuta na kusafirisha akili. Haya yametokea sababu nini? Ili siku nyingine yasije yakatokea tena. Sababu ni nini ya kutokea haya? Na kwa nini iwe ile siku ya uchaguzi? Huoni kupiga kura ni haki ya Mtanzania? Ukienda kuvuruga uchaguzi, huoni kwamba umekwenda kumnyang'anya mwingine haki? Unadai vipi haki namba moja, unasahau na haki ya namba mbili? Linafikirisha. Unatamani uulize swali, au baraza la maaskofu linahusika? Unatamani uulize swali, na inawezekana sivyo, lakini mapito wanayopita baraza la maaskofu inatutia mashaka. Natamani kuwazindua wananchi kwamba hayakuwa maandamano kwa mujibu wa waasisi wa maandamano hayo, ambayo sisi twaita maandamano, lakini wenyewe walisema wanakwenda kukinukisha. Bahati nzuri Mheshimiwa Lissu, Tanzania mwenzetu, bila shaka anaijua sheria yanapokuwa maandamano ili yawe halali yaweje. Akijua hili, kwa nini atumie lugha wanakwenda kukinukisha, wanakwenda kuvuruga uchaguzi? Kwa nini watumie lugha hizi? Tunatamani kuliomba baraza la maaskofu lisimame katika nafasi yao ya kushirikiana na serikali, kwa sababu raia wanaokwenda barabarani sehemu ni raia wa kwao, sababu ni waumini kanisani. Wanapata maelekezo kanisani, wanapata maelekezo msikitini. Kwa hiyo viongozi wa dini zote lazima wasimame kwenye nafasi yao. Lile linaloashiria amani waliunge mkono, na lile ambalo haliashiria amani
walipinge na kuwaelekeza watu wao. Ndugu wanahabari, hebu vuteni kumbukumbu kidogo. Waislamu wamepigwa msikitini Kilwa. Kama lengo ni kulia baraza la maaskofu kwa damu za watu waliokufa, walikufa Waislamu Kilwa. Baraza la maaskofu walitoa tamko au wale si watu? Mwembe Chai wamekufa watu na kujeruhiwa, baraza la maaskofu lilikuwa wapi? Au wale si watu? Hata ndugu yetu Sheikh Issa Ponda kapigwa risasi, teki ilitoa tamko, au yule si mtu? Hebu tugeuze tupate maana. Hivi lengo ni watu ama Wakristo na watu waliokuwa katika mlengo wao? Kilio hiki cha watu, kama kilio cha watu, wamekufa wangapi? Tunayaona matamko ya vifo pale tu yanapohusu watu wa mlengo wao. Hebu tuweni wa kweli kwa thamani na umuhimu tuliokuwa nao viongozi wa dini wa Kiislamu, viongozi wa dini wa Kikristo. Hebu tuweni kwanza sisi wenye kusimama kwenye haki. Kama Waislamu, ndugu wanahabari, mnakumbuka tulikuwa tunapiga kelele sana kuhusu amani. Hakuna shekhe aliyoyaangalia maandamano, na wala tusisemwe vibaya, sisi hatukuangalia maandamano. Sisi tulitazama lugha za hao wanaotaka kufanya maandamano, hazikuwa lugha salama. Lugha zile haziashirii maandamano, na ndio maana tulikuwa tunapiga kelele ya amani. Laiti lugha za maandamano zingekuwa zinaashiria maandamano, ilikuwa hakuna tatizo, kwa sababu ni haki ya kikatiba. Kwa nini mashekhe walisimama mbele? Ni kwa sababu lugha zilizokuwa zinatolewa hazikuwa zinaashiria maandamano. Narudia kuwaomba viongozi wa dini, hebu turudi nyuma. Hata kama sisi tunahusika katika harakati, lakini tuzingatie harakati zenye maslahi na taifa letu. Inasikitisha kuona baraza la maaskofu wanatoa tamko ama tafakuri, lakini tafakuri yao inazungumzia vifo tu, haizungumzii kuharibika kwa miundombinu ya taifa, haizungumzii kuharibiwa na mali za wananchi. Ina maana baraza la maaskofu hawajui kwamba mtu kupoteza mali anaweza kufa kwa presha ama wanajua wale ambao mali zao zilipotezwa wana hali gani sasa? Wanasema hili si jambo, tunaangalia kifo moja kwa moja imeua serikali. Hawaangalii hao waliowaita maandamano wamekwenda kufanya nini. Muda wetu ni mdogo sana ndugu wanahabari, lakini na kijiji cha maneno.